kukusaidia kuhusikana na hili tulitoke kwa mara moja, ili tuingie kibla alichoambiwa mtume sasa. Badala ya kule Yerusalemu iwe Maka. Sikiliza katika kitabu cha 3:1 Mhubiri. Na wakosoa ndugu zangu wasi wanaparamia kusema Muhammad ni adui kwa sababu ni mwongo, kwa sababu ameongelea kitu ambacho nabii mwingine hakukiongelea. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa kilichopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Je, mtendaji anayo faida katika yale anayojishughulisha nayo? Nimeona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutabika ndani yake. Unaona, maneno yako wazi sana. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda na nyakati. Inawezekana wakati ule Mungu aliwaambia jambo kulingana na wakati huo. Lakini baada ya hapo ule muda unabadilika. Mungu akasema kinyume na ile, kwa sababu wote manabii walitumika na Mungu huyu mmoja. Ni huyo mmoja. Kama kwa wakati wa Musa alisema hivi, kwa wakati ya Yesu ikabadilika kidogo, ni kulingana na nyakati. Sawa sawa. Alipokuja mtume Muhammad kama aliambiwa hivi, ni kulingana na nyakati. Kwa hiyo mtume asiitwi mwongo kulingana na kile anachokiongelea kinyume na nabii mwenzake. Watizame nyakati gani, sababu yake ni nini? Kwa sababu manabii wote ilikuwa ni hivyo. Yani nikianza kuzungumzia manabii kisi walitofautiana katika jambo lidogo, haikukua kwamba wanapingana, ilikuwa kwa muda maalum, kwa nyakati za kila mmoja. Okay. Sasa kwa mfano tukisema sababu, basi kabla hatujapa yale maneno yamenyoka yameandikwa. Sababu gani sasa kibla kihame kutoka upande mwingine kwenda upande mwingine? Tutasema sababu hizo. Sasa sikiliza. Kwa sababu kule mwanzo walikosema Yesu ufalme unaondolewa kwenu, nyumba yenu inaachwa ukiwa, walikuwa ni manake kwa kifupi tunaweza tukasema watenda dhambi au watenda maovu. Tutalinganisha na Maka, manake kati ya sehemu ambayo kulikuwa na uovu zaidi, Maka kulikuwa na uovu zaidi kuliko hata Yerusalemu. Sasa soma kwanza 6:67 Qur'ani. 6:67 Qur'ani. Naam. Sawa. Okay. 67 anasema kila habari ina kipindi chake, nanyi mtakuja jua. Na unapowaona wanaoziingilia aya zetu, basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine. Na kama shetani akikusaulisha, basi baada ya kutanabai usikae pamoja na watu madhalimu. Hiyo ni Qur'an, kwamba kila kipindi kina muda wake. Ndio. Kila maneno na kila jambo kina muda wake maalum. Huyo ni Mungu. Alivyosema kwenye Biblia 3:1, ndivyo Qur'ani Mungu anavyosema. Kila maneno na kila muda ina wakati wake. Sawa. Tunakwenda hapo unapouliza sasa kwa nini mtume Muhammad? Haya, baada ya kuona tuseme Mwenyezi Mungu kwa nini ahamishe wakati kule tunaambiwa kisa tu uovu kule wao wanatolewa ufalme. Sasa soma Qur'ani 2:144. 144 anasema kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni, naam, basi tutakuelekeza kwenye kibla ukipendacho. Unaona bana? Twende kazi. Basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu, na popote mtakapokuwa zielekezeni nyuso zenu upande huo. Na hakika wale waliopewa kitabu wanajua kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafirika na yale wanayoyatenda. Unasikia andiko hilo? Inakuonesha kama kuna mambo matatu hapo. Anzia hapo kwanza la kwanza, kisha twende la pili, ili watu wabainike, wajue kipi tunachokilenga hapa. Kwa yakini tuliona unavyogeuza uso wako mbinguni. Twende kazi. Basi tutakuelekeza kwenye kibla ukipendacho. Kwenye kibla ukipendacho. Twende kazi. Basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu. Na popote mtakapokuwa zielekezeni nyuso zenu upande huo. Na hakika wale waliopewa kitabu wanajua kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafirika na yale wanayoyatenda. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu anamwambia tutakuelekeza kwenye kibla ukipendacho. Mtume alikuwa akipenda kibla cha Maka. Lakini alikuwa hajapata oda. Hajapata amri. Na ni kwa nini Muhammad alikuwa anapenda kibla cha Maka? Ndiko ambako tuko tunakuja. Sawa. Jambo la pili, Mungu sasa akatoa oda, elekeza nyuso zako Maka. Sawa. Jambo la tatu,
hii kuelekea Maka, wa kabla yako wanalifahamu. Soma kwa kitu ako. Soma kwa kaneno ukasisitizie watu wakasikie. Basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu. Na popote mnapokuwa zielekezeni nyuso zenu upande huo. Na hakika wale waliopewa kitabu wanajua kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda. Mungu hasahau. Haya ya wewe kuelekea Maka, wale wa kabla yako wanalijua. Ikiwa na maana kwamba Wayahudi walikuwa wanajua kuelekea Maka kabla hata Bwana Mtume Muhammad hajafika. Kwa hiyo Mtume anapokuwa anapenda kibla cha Maka, maana yake ni kwa sababu Mayahudi walikuwa tayari jambo hilo la kuelekea Maka walikuwa wanalijua. Lakini Mungu alikuwa amewapangia kwanza muwe mnaelekea Yerusalemu. Lakini kibla cha Maka Mayahudi walikuwa wakijua. Sasa tutathibitisha hilo. Jambo la kwanza, kwa nini Bwana Mtume Muhammad ameamrishwa aelekee Maka? Na kwa nini apende Maka? Tusomee. Labda kabla tujasema, Mtume anasema aelekezwe kwenye msikiti mtakatifu. Msikiti mtakatifu wakati wa Mtume ni huo wa Maka peke yake? Ndio. Ni Maka kwa sababu ndio msikiti wa kwanza pekee. Hebu soma katika kitabu kwenye Asili ya Uongofu. Ukurasa wa 187 kifungo cha kwanza. Sawa, kitabu kinaitwa Asili ya Uongofu katika uhakika wa mteremsho na ubainisho wa tafsiri. Surati Ali-Imrani, Qurani tukufu, sehemu ya pili, chapa 3. Kimetungwa na Sheikh Saidi Mosa Muhammad Al-Kindi. Sawa. Ukurasa wa 188 na 7 kifungu cha kwanza. Namba 1. Kifungu cha kwanza kinasema, kwa hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa katika uso wa ardhi kwa ajili ya kufanya ibada ya hija watu ni ile iliyopo Maka. Na imeteremka aya hii kuwasuta Mayahudi na Wakristo kwa kudai kwao kwamba Baitul Maqdis ndiyo kibla cha mwanzo katika ardhi na kuwa tukufu kuliko Al-Kaaba. Na hali ya Al-Kaaba ndiyo kibla cha mwanzo kilichowekwa katika ardhi kabla ya Baitul Maqdis kwa miaka 40. Unasikia kaka? Ndiyo. Kwa hiyo kibla cha kwanza, ndiyo, nyumba ya kwanza takatifu iliyowekwa kwa ajili ya ibada, ndiyo, ni wapi? Ni Maka. Hiyo ya kwanza nazungumzia kwenye utakatifu. Kwenye utakatifu wake. Si ndio? Kwamba geukia kwenye msikiti mtakatifu. Je, msikiti mtakatifu ni huo tu? Maka ulikuwa ni huo tu. Ndio wa kwanza uliowekwa kabla kitu kingine chochote, kabla ya nyumba tukufu yoyote ni ile Baitul Maqdis. Soma Qurani 3:96. Qurani 3:96. Naam. 96. Qurani 3:96 anasema, hakika nyumba ya kwanza waliowekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka, iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa walimwengu wote. Unaona bana, iliyobarikiwa. Ndio. Nani ni msikiti wenye baraka? Sawa? Ilibarikiwa na ndio utakatifu wake. Ya kwanza kabla ile ya Yerusalemu. Mungu aliweka hapo. Sawa. Swali sasa inakuja. Wa kabla ya Mtume Muhammad Mayahudi walilitambua hilo. Hapo ndiko ambako tunataka kucheza hapo. Sawa. Walilitambua hilo. Tutizame walilitambuaje wana wa Israeli kwamba kuelekea huko Arabuni Maka walilitambuaje? Ndicho kitu cha kimsingi na hapa ndiko nataka kutoa elimu. Sawa. Na uwafikishie wale nani mwenye atapinga kwa hilo. Sawa. Twende 43. Kwenye Qurani. Kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 43. Kisha kanileta mpaka langoni, yaani lango lile lielekealo upande wa mashariki. Na tazama huo utukufu wa Mungu wa Israeli Anzia 9. Mstari wa 9 anasema 43:9. Basi sasa wayaondoe mambo yao ya kikahaba. Kisha uendelee 10. Na mizoga ya wafalme wao yawe mbali nami nitakaa kati yao milele. Na wewe mwanadamu waoneshe wana wa Israeli nyumba hii ili wayatahayarikie maovu yao na waipime hesabu yao. Na ikiwa wameyataharikia yote walioyatenda, waoneshe umbo la nyumba na namna yake na matokeo yake na maingilio yake. 43:10. 10 tayari, nilipo 11. 11 twende. Na matokeo yake na maingilio yake na maumbo yake yote na maagizo yake yote na kawaida zake zote na sheria zake zote
ukayaandike machoni pao ili walishike umbo lake lote na maagizo yake na kuyatenda. Twende mpaka 17. Hii ndiyo sheria ya nyumba. Utaratibu wa kujenga ile nyumba. Hii ndiyo sheria ya nyumba juu ya kilele cha mlima. Mpaka wake wote pande zote patakuwa patakatifu sana. Tazama, hii ndiyo sheria ya nyumba. Na vipimo vya madhabahu kwa dhiraa ni hivi. Dhiraa ni dhiraa na shubiri. Kitako chake ni dhiraa moja na upana wake dhiraa moja. Na pambizo yake karibu na ncha yake pande zote shubiri moja. Na hiki kitakuwa kitako cha madhabahu. Tena toka chini juu ya nchi hadi daraja la chini dhiraa 2 na upana wake dhiraa 1. Tena toka daraja ndogo hadi daraja kubwa dhiraa 4 na upana wake dhiraa 1. Na madhabahu ya juu itakuwa dhiraa 4 na toka madhabahu pawashwapo moto na kwenda juu zitakuwa pembe 4. Na pale pawashwapo moto urefu wake dhiraa 12 na upana wake 12. Mraba pande zake 4. Na daraja urefu wake dhiraa 14 na upana wake dhiraa 14. Pande zake 4 na pambizo yake nusu dhiraa na kitako chake dhiraa 1 na kote kote na madaraja yake yataelekea upande wa mashariki. Inatosha. Ndio. Hiyo ni utaratibu Mungu alivyoupanga kwa ajili ya kujenga ule msikiti wa Yerusalemu. Ndio. Na aliyejenga ni Nabii Suleiman. Ndio. Anatia utaratibu. Kila kitu anakipanga sawa sawa. Kwa 17 ndio Mungu anamalizia. Yote hiyo muijenge ielekee wapi? Ielekee mashariki. Rudia 17 pale. Mashariki. 17 ili watu wazingatie neno hilo kwa sababu ndio msingi wa maneno hayo. Sawa. 17 anasema na kitako chake dhiraa 1 kote kote na madaraja yake yataelekea upande wa mashariki. Unaona, kote kote na madaraja zake yataelekea. Hiyo ni amri Mungu anatoa kwamba msikiti huyo, nyumba hiyo takatifu niliyochagua Suleimani aijenge, kila kitu daraja zake vyote mukijenge kwa kuelekea wapi? Upande wa mashariki. Ndiyo. Ina maana nyumba ile ya Yerusalemu ilijengwa kwa mfumo wa kuelekea mashariki. Ndiyo. Ndio maana 43 aya ya kwanza. Ndiyo. Inasema nyumba imeelekea mashariki. Ndiyo. 47:1 nyumba hiyo inaelekea mashariki. Ndiyo. 11 aya ya kwanza nyumba hiyo inaelekea mashariki. Ezekieli hiyo. Ndiyo. Kwa hiyo ni kukuonesha kama mfumo uliojengwa ile nyumba Mungu alitoa oda kwamba ielekee mashariki na kweli ikajengwa ikawa ni nyumba yenye kuelekea mashariki. Sasa kwa nini Mungu achague kwamba hii nyumba ielekee mashariki? Ndicho kitu cha maana. Okay. Sawa kaka? Ndiyo. Hebu tusomee katika kitabu cha 43. 43 aya ya kwanza. Ezekieli 43:1. Kisha kanileta mpaka langoni, yani lango lile lielekalo upande wa mashariki. Twende mpaka na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki. Basi inatosha. Okay. Kwa hiyo utukufu wa hiyo nyumba ilitokea wapi? Upande wa mashariki. Upande wa mashariki. Ndiyo. Kwa hiyo nyumba hiyo inaelekea mashariki kwa sababu utukufu wenye Mungu aliweka hapo ulitokea huko mashariki. Ndiyo. Kumbuka kule tuliposoma katika asili ya uongofu. Inasema kwamba nyumba tukufu ya kwanza takatifu yenye baraka ni ile ya Maka. Ndiyo. Kabla hii ya Yerusalemu. Ndiyo. Ikiwa kitabu kinakwambia utukufu wa hii nyumba inatokea huko mashariki. Maana inatokea kwenye ule msikiti wa kwanza. Mungu akaja akatia utukufu wake katika hii nyumba ya Yerusalemu baada ya Nabii Suleimani kumaliza kuijenga. Kinachotakiwa hapa ni kujua ikiwa nyumba oda inatoka kwa Mungu kwamba ielekee mashariki, lazima tufahamu wapi huko. Okay. Inaelekea takatifu kwa sababu kule Qur'ani ilisemaje? Mungu alisema wa kabla yako Mayahudi wanalijua hili la wewe kuelekea Maka wanalijua. Ngoja kwanza mwalimu. Naam. Mashariki ni point. Yaani kuna sehemu unaweza kusema nikisikwambia nenda mashariki, kuna sehemu unaweza kufika ukasema hapa ndio mashariki. Mashariki, kila eneo ina mashariki yake. Okay. Tanzania ina mashariki yake. Ndiyo. Kongo ina mashariki yake. Ndiyo. Uganda ina mashariki yake. Ndiyo. Kila nchi ina mashariki yake na kila eneo ina mashariki yake. Sawa.
Sawa. Mashariki sio kwamba kuna nchi inaitwa mashariki. Au kuna point hapa ndo tumefika, hapa ndo mashariki. Hapa ndo mashariki, hapana. Okay. Lakini kila eneo iko na mashariki yake. Okay. Hivi hapa tuko Tanzania. Ndio. Hivi hapa tuko Tanzania. Ndio. Tanzania ina mashariki yake. Tuna mashariki yake. Lazima hiyo na mashariki yake. Ndio. Sawa. Haya, watu wakiwa Uganda hawana mashariki yao. Wote watu, kila mtu ana mashariki, kwa sababu mashariki yao. Mashariki ni upande wa kusema labda kushoto au kulia. Ni kushoto au kulia. Ndiyo. Kabisa hii. Ndiyo. Kwa hiyo Biblia, Mungu anaposema nyumba hii muijenge, Mungu anatoa muielekeze mashariki. Alikuwa na sababu. Okay. Na ndio maana tunapata hapa 43:1 Mungu anasema hivi, utukufu imetokea upande wa mashariki. Ndiyo. Na ndio maana amesema nyumba hii muielekeze huko ambako utukufu umetokea upande wa mashariki. Ndiyo. Lazima tufahamu mashariki ni wapi. Sawa. Yaani mashariki ya Israel, hapo alipokuwa anaongelea Ezekieli, mashariki yake ni wapi ambako Mungu anamwambia muijenge kwa kuelekea huko. Ndiyo. Ndicho kitu cha kimsingi. Sawa. Hebu tusomee katika kitabu cha 22. Ndiyo. Usome kwanza Yeremia 49. Yeremia 49. 28. Sawa. Yeremia 49:28 anasema mstari wa 28, kuhusu Kedari na falme za Hazori ambazo Nebukadneza mfalme wa Babeli alizipiga, Bwana asema hivi, ondokeni pandeni hadi Kedari mkawateke nyara wana wa mashariki. Unaona bana? Kedari si unamjua? Hapana. Haumjui? Sina kumbukumbu na 25:13-14 Kedari ni mtoto wa pili wa Nabii Suleiman, wa Nabii Ismaili. Okay. Unaposikia Mungu hapo anaposema kwenye Yeremia 49:28, nendeni mkawateke wana wa mashariki. Ndiyo. Yani watoto wa Kedari. Okay. Watoto wa Ismaili. Manake mashariki ni kule kwa watoto wa Ismaili, yani kwa Arabu, watoto wa Ismaili. Okay. Nafikiri hilo halina mushkili. Halina mushkili. Kwa sababu kwa upande ule pale ulikuwa upande wake ndio huo. Walikuwa ni upande wake. Yeah. Kwa sababu upande wa mashariki kitabu kinasema ni kwa watoto wa Ismaili. Yeah. Sawa? Yeah. Na Ismaili sehemu aliishi ni pale Maka. Yeah. Sawa? Yeah. Sio hilo tu. Tusomei 2:10 Yeremia katika Biblia ya Verbum. 2:10. Mstari wa 10 anasema, vukeni mpaka visiwa vya Kitimu, mkaone, tumeni watu waende Kedari. Pelelezeni sana na kuchunguza kama yalitendeka mambo kama hayo. Unaona baba? Hapo Mungu anawaambia wana wa Israeli baada ya makosa yao. Anawaambia vukeni maji ya Kitimu, mwende kwa Kedari. Mkaone kama haya mambo yalitendeka huko. Mungu anawatuma kwa Kedari. Ikiwa anawatuma kwa Kedari, tupe ufafanuzi wake. Visiwa vya Wakitimu upande wa magharibi, bahari ya kati. Kedari ilikuwa mji wa Arabuni upande wa mashariki. Yeremia anasema angalieni kila upande. Unaona bana? Kedari ni Arabuni, ndio mashariki. Okay. Kwa hiyo kama Mungu alisema katika kitabu cha Yeremia, kama alisema katika kitabu cha Yeremia kwamba mujenge nyumba hiyo muielekeze mashariki. Kitabu cha Ezekieli, samahani. Mungu anasema hiyo nyumba ielekee mashariki. Maana yake ielekee wapi? Ielekee upande wa mashariki. Na tunapata mashariki ni wapi? Yaani mwalimu, labda kama nitakuwa nazunguka sana kwenye vitabu hivi ambavyo wameshaonyesha, kwa mfano hiyo Kedari inaonyesha ilikuwa upande wa mashariki wa Waisraeli. Lakini ukiniambia ukiwa pale Israeli mashariki ni wapi, kwamba ni nchi fulani, hapana. Ila upande wa mashariki, yani hata hapa tunaweza tukaamua bwana mashariki ni huko. Ni kwa mfano hapa mashariki ni huko. Tukawa tumemaliza kwamba huko huo ndio upande wa mashariki, sio nchi fulani. Kwa mfano labda kwa sababu ya mipaka, watu wa Rwanda wanaweza kusema sisi tupo mashariki yao. Yaani Tanzania ni mashariki ya Rwanda. Ila hata hapa Tanzania na hapo mwenyewe ndani kuna mkoa fulani ambao ni mashariki ya mwingine. Yaani sio kwamba ni sehemu fulani kabisa, ni step hii kwamba ukifika hapa ndo mashariki. Kwa mfano kuna mamajusi wa mashariki. Tutasema wale walikuwa wanatoka Maka. Sasa isiwi sisi ndio tuseme. Ndio. Tusiseme sisi. Ndio. Maandiko yaseme. Ndio. Maandiko yanasema hivi, elekeza hii nyumba ya Mungu ielekee mashariki. Yaani upande wa mashariki. Ina maana kuna maeneo ya mashariki ya hapo Israeli. Kwa sababu tulisema kila nchi na mashariki yake. Ndiyo. Yerusalemu ilikuwa na mashariki yake. Na huyu anayeongea yuko Yerusalemu. Ninachomaanisha ni hivi. Hapo Israeli, tuseme hapo ndani ya huu msikiti, ukitoka hata ukitembea hatua 10 bado, kama kwa mfano unaelekea upande wa mashariki na kuelekea mashariki, hata kama ni hatua 10 tu, hujaenda hata nchi mbili, hujavuka hata tuseme hata kijiji kimoja. Kama ni mashariki umeelekea mashariki, kama kaskazini umeelekea kaskazini, hata kama ni hatua 10. Hata kama ni magharibi hatua 10 umeelekea magharibi, hata kama ni kusini hatua 10 umeelekea kusini. Lakini uwezo ukasema
eti hapo sasa hiyo nyumba ilikuwa imeelekea mashariki, au ilikuwa imeelekea inchi fulani, ilikuwa imeelekea upande wa mashariki. Ninachokilenga ndio hiki. Ndio. Wakati Mungu anasema ielekee, maana yake nini? Ielekee upande wa mashariki. Kabla ya upande fulani. Ndiyo. Mungu anaposema ielekee, inakuwa inamaanisha nini? Wanachomaanishaga ni ile milango au nyumba yenyewe ilivyosimama iwe imeangalia upande huo. Ndio. Mungu anasema huyo upande ambao itakayoelekea. Mungu anasema ni wapi? Mashariki. Mashariki. Simamia hapo. Kama Mungu analenga mashariki, ina maana kuna sehemu anayolenga nyumba iende iangalie. Mungu hawezi kusema kitu bure, wala hajasema kaskazini, wala hajasema kusini, wala hajasema magharibi. Ametamka tu kitu hiki. Mashariki. Mashariki. Ndio. Nyumba hiyo ielekee mashariki. Ndio. Na kama Mungu anasema nyumba hiyo ielekee mashariki, ndio, ana malengo anayokusudia nyumba hiyo ielekee, sio mashariki yote. Ndio. Kwa sababu mashariki ni mengi. Ndio. Mashariki ni mengi. Ndio. Israeli na mashariki yake. Ndio. Tanzania na mashariki yake. Ndio. Ulaya wana mashariki yao. Maka nayo ina mashariki yake. Maka nayo iko na mashariki yake. Ndio. Kwa hiyo mashariki yako mengi. Ndio. Lakini kwenye tunazungumzia nafasi hii moja, huyu Ezekieli yuko sehemu hii iko Yerusalemu. Ndio. Mashariki ya Yerusalemu ndiko anakoambiwa. Hii mashariki ya Yerusalemu ni wapi ambako Mungu alisema uelekee? Tunapata kitabu. Ndiyo. Mungu tena hapo hapo. Ndiyo. Anasema hivi, nendeni mkawateke wana wa mashariki. Ndiyo. Kitabu kinasema hao wana wa mashariki ni nani? Ni Kedari. Tunapata Kedari ni kizazi cha Ismaili. Ndiyo. Na ambako wameishi ni pale Maka. Ndiyo. Sio hilo tu, Mwanzo 25 aya ya 4. Soma kitabu cha Biblia Verbum na ufafanuzi wake. Mwanzo 25:4. Ezekieli. Sio Mwanzo. Ezekieli. Okay. 25. Sawa. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Anasema 4. Basi nitakutia mikononi mwa wana wa mashariki. Unaona hapo tena? Ndio. Kitabu tena kinasema nitakutia mikononi mwa wana wa mashariki. Ndio. Sasa tupe ufafanuzi. Ni wapi hapa? Wana wa mashariki imeandikwa 25:4 Waarabu. Unaona ndugu yangu? Ndiyo. Kwa hiyo hapo Mungu anaposema mashariki analenga Waarabu. Ndiyo. Sawa? Analenga Waarabu. Sasa tutatafuta hapo kwa sababu Uarabu ni nchi kubwa. Okay. Tutatafuta hapo kunakolengwa. Sawa. Sawa bana. Kunakolengwa tumepata kwamba Mungu anasema ni pale kwa Kedari. Sawa. Uarabuni ni nchi kubwa. Sawa. Lakini kunakolengwa ni pale kwa Kedari. Okay. Kwa sababu kule 2:10 Mungu alisema hivi, nendeni kwa Kedari. Ndiyo. Na hapo ndiko mashariki. Sawa. Sawa kaka eh? Sasa sikilize hii kamusi ya Biblia. Ukurasa wa 369. Sawa. Anasema Uarabu. Biblia inatumia jina la Uarabu mara chache tu. Kwa kawaida inataja watu wa nchi zile kwa jina la ukoo au kabila lao. Mara nyingi inataja Uarabu kwa kusema mashariki tu. Bas. Okay. Unaona bana? Unaposikia Biblia inasema mashariki ya Israeli, mashariki ya Yerusalemu, inakusudia Arabuni. Na Arabuni ni wapi? Sio Arabuni yote. Kule kwa kizazi cha Ismaili. Wapi? Maka, ndiko ambako Ismaili ameenda. Tukirudi katika kitabu cha Ezekieli, Mungu aliposema nyumba ielekee, alisema ielekee mashariki. Mashariki. Na kitabu kinasema Biblia inaposema mashariki inalenga ni Arabuni. Na Arabuni yenyewe sio fasi yote. Ni pale kwenye kizazi cha Ismaili. Na tunapata Ismaili alifika Maka, akaishi pale, akaikaa pale, akazaa pale, kila wakati maisha yake ikawa ni hapo hapo. Sawa. Kwa hiyo anapoambiwa Mwisraeli ajenge nyumba ielekee mashariki, hakulenga sehemu nyingine, amelenga ni Arabuni. Sasa kama ililengwa hivyo, sikiliza 5:7. Sawa. Zaburi. Mstari wa 7 anasema, kusanyiko la mataifa na likuzunguke na juu yake uketi utaware. Rudia tena 5:7 Zaburi. Zaburi 5:7.
5 mstari wa 7 anasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikielekea hekalu lako takatifu. Unaona bana? Sikiliza huko neno ukachunguze vizuri. Nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikielekea. Hapo yuko ndani ya nyumba. Ufate vizuri. Yuko ndani ya hiyo nyumba ya Yerusalemu. Ye Nabii Daudi yuko ndani tayari, si kwamba yuko nje. Yuko ndani ya hekalu. La ajabu anasema hivi, nitaingia ndani, nikisha ingia ndani nitakusujudia wewe kichwa chini. Lakini nikielekea hekalu lako takatifu. Atakuwa ameelekea hekalu gani na yeye yuko ndani ya hekalu? Akielekea hekalu takatifu, sijui hekalu gani. Inamaanisha anapokuwa ndani lazima kuna hekalu ambalo atakaloelekea. Ni hekalu gani ambalo hii nyumba inaelekea? Nyumba inaelekea Arabuni kwa sababu huko Arabuni kuna hekalu. Na ndio maana nyumba Mungu anatoa oda ielekee huko Maka kwa sababu kuna hekalu, na nitatoa ushahidi. Hekalu ipo. Na ndio maana Mungu alisema nyumba hiyo ielekee huko. Kule Mtume Muhammad Mungu alimwambia wana wa Israeli hilo wanalijua la kuelekea huko, wanalitambua. Unaona sasa kaka? Sasa sikiliza kitabu cha Ezekieli, Yeremia 31:40. Mstari wa 40 anasema mstari wa 40 anasema na bonde lote la mizoga na majivu na mashamba yote mpaka kijito Kidroni mpaka pembe ya lango la farasi upande wa mashariki patakuwa patakatifu kwa Bwana. Hapata ng'olewa wala hapata bomolewa hata milele. Unaona bana? Rudia tena. Na bonde lote la mizoga, na majivu na mashamba yote mpaka kijito Kidroni mpaka pembe ya lango la farasi upande wa mashariki patakuwa patakatifu kwa Bwana. Hapata ng'olewa wala hapata bomolewa hata milele. Unaona bana? Patakatifu pa Bwana hapo mashariki patabaki milele. Hapata bomolewa, hapata ongolewa milele. Kuna patakatifu pa Bwana. Tunaposema ni patakatifu pa Bwana, bimaana kuna hekalu la Bwana takatifu. Kitabu kilisemaje? Kimesema kwamba hapo waelekee. Daudi anasema nitaingia katika nyumba yako na kusujudu kwa kicho nikielekea hekalu lako takatifu. Yuko ndani ya nyumba lakini anaelekea hekalu. Ikiwa na maana kwamba hekalu ambayo hii nyumba inaelekea, sehemu ambako hii nyumba inaelekea kwenye hekalu lingine lipo. Na tunapata ni hapo Arabuni kwa sababu inasema hapo mashariki kuna hekalu, na tumepata mashariki hapo ni Arabuni kule kwa Ismaili. Hilo halitabomolewaga milele. Ndio sababu 5 katika Qur'ani 3:96 ilisema kwamba nyumba ya kwanza iliyowekwa kabla ya nyumba ya ibada yoyote duniani ni ile ya pale Maka. Kitabu kinasema jenga nyumba ielekee hapo. Lakini ukiwa nje ya Yerusalemu hautaelekea Maka. Kabla Mtume Muhammad ulikuwa hauwezi ukaelekea Maka, ulikuwa unaelekea nyumba ya Yerusalemu. Ukiwa nje ya Yerusalemu walikuwa wakifanya ibada wanaelekea Yerusalemu. Kwa nini sasa wakati msikiti mtakatifu upo Maka? Oda ilikuwa haijatoka kwamba watu waache hapa waelekee kule. Hapana. Tunaona Daudi yuko anaelekea kabla oda haijatoka. Si ndio hivyo? Wakati ule ilikuwa ni wana wa Israeli ndio waliambiwa sehemu nyinyi mtakapofanzia kuelekea na kwenda fanyanzia hapa. So nakumbuka 3:1 kila kitu kina wakati wake. Wakati huo Mungu aliwapa kibla chenu nyinyi wana wa Israeli, sio kule Maka. Ni hapa. Kwa hiyo ngoja tuseme mamajusi wa mashariki walitoka msikiti wa Maka. Naam, mamajusi wa mashariki walitoka msikiti wa kati, kwa sababu Biblia ikisema mashariki inakuwa inamaanisha Waarabu. Sio mashariki yote. Yaani kwenye Biblia mashariki si ndio inamaanisha Waarabu? Ndio. Sio mashariki yote. Sio mashariki yote ya kwenye Biblia inamaanisha Waarabu. Sio mashariki yote, bali mashariki inayolenga sehemu hii ya pale Yerusalemu. Mashariki ya Yerusalemu ndio Arabuni. Si ndio? Kwa mfano hata hao wa Yerusalemu au mamajusi wa mashariki si walitoka huko mashariki wakaelekea kule, maana yake ilikuwa mashariki ya Yerusalemu. Hapa sio hivyo. Ngoja nikuulize. Hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam siko na mashariki yake. Ndio.
Nikiwa Kigoma, mashariki ya Kigoma itakuwa wapi? Itakuwa upande wa huko Dar es Salaam. Itakuwa upande wa huko yani. Ukiwa hapa Dar es Salaam, mashariki yake bahari ya Hindi. Sasa sunaona. Na yote ni nchi moja? Ndio. Yote ni nchi moja. Ndiyo. Kwa ukubwa wa nchi, usifikirie kukua tu ndani ya nchi, mashariki yote ni sehemu moja tu. Hapana. Unaweza kuwa uko Tanzania, hapa Dar es Salaam. Sawa. Mashariki yake. Unaweza kuwa uko Kigoma, ingali Tanzania ina mashariki ingine kuliko na hii mashariki hapa. Sawa. Kwa hiyo mashariki inayolengwa kwenye Biblia ni mashariki ya Yerusalemu, ndo Arabuni. Lakini ukiwa kule Israeli, sehemu nyingine ina mashariki yake kinyume na Israeli, kinyume na Arabuni, kwa sababu ni nchi kubwa. Kama vile hapa Tanzania unaweza kuwa hapa Dar es Salaam ikawa na mashariki ingine, lakini ukiwa hapa Tanzania Kigoma ikawa na mashariki ingine tofauti na mashariki ya hapa Dar es Salaam. Inacholengwa ni mashariki ya Yerusalemu, kwa sababu ndio mahala patakatifu ambako Mungu alichagua. Kwa hiyo mashariki yake ndio ilikuwa inalengwa, na ndio maana Ezekiel aliongea yuko Yerusalemu. Yeremia alipokuwa anaongea aliongea yuko Yerusalemu. Kwa hiyo mashariki ya hiyo Yerusalemu ilikuwa ni Arabuni, ndiko ambako ile nyumba ilijengwa ikaelekezwa huko. Kwa hiyo anayekuwa nje ya ile nyumba alikuwa akielekea nyumba, lakini akiwa ndani ataabudu kuelekea kwenye nyumba inaelekea. Ndio maana Daudi anasema nikiingia ndani na kusujudu nitaelekea hekalu lako takatifu. Yuko ndani ya hekalu alafu anaelekea hekalu. Sio inakuwa ni hekalu mbili. Yuko ndani ya hekalu kisha anasema naelekea hekalu. Sawa. Ina maana kuna hekalu lingine ambalo alikuwa anaelekea. Ni hekalu gani? Ndio ya 31:40. Hiyo hekalu nyingine iko mashariki, lakini hiyo itabaki milele, haitangolewa mpaka kiyama kisimame. Kwa hiyo Mtume Muhammad anapoambiwa kwamba elekeza uso wako kule, inakuwa na maana kwamba utukufu ulikotoka. Tulisoma Ezekiel 43:1, utukufu wa hiyo nyumba wa Yerusalemu umetokea upande wa mashariki. Sasa Mungu anaporudisha kibla cha mwanzo kwa kumwambia Mtume Muhammad elekea huko unakopenda, ni kwa sababu ndio kibla cha mwanzo. Sawa. Ndio hija ya mwanzo. Kwa hiyo inakuwa imeenda huko, na moja katika sababu yake ni nini? 9:6 Wafalme wa kwanza. Mungu alipobadilisha ilikuwa na moja katika sababu yake. Mstari wa 6 anasema, bari mkigairi mkaacha kunifuata ninyi na watoto wenu, msizishike sheria zangu na amri zangu nilizoziweka mbele yenu, tena mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, basi nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaitupilia mbali, na macho yangu na Israeli watakuwa mithali na neno la trusi katika mataifa yote. Unasikia sasa? Hii nyumba nitaitupilia mbali. Ndio maana Mungu alitoa utukufu. Sawa. Utukufu kama aliutoa, aliurudisha huko. Sio kitabu kinasema utukufu ulitokea huko mashariki. Kama ametoa utukufu, maana yake anarudisha utukufu kule. Maana yake utukufu wake Mungu ulikuwa ni mashariki. Kitabu kinasema utukufu wa Mungu ulitoka upande. Aliutoa upande wa mashariki. Ina maana kule mashariki kuna sehemu Mungu alitia utukufu. Sawa. Akachukua sasa huo utukufu akauweka na hapa Yerusalemu. Unajua kwa mtu wa kawaida ukimwambia hiki kitu kimetokea upande wa mashariki, yeye kichwani mwake huwa hana point, ila huwa anajua tu ni upande huo ni upande wa mashariki. Lakini kwa leo hivyo ninavyosema kwamba utukufu wa kuingia kwenye hekalu la Suleimani ulivyotokea mashariki, maana yake ulitokea kule Maka, ndio hapo nazidi kuwafumbua watu zaidi kutazama zaidi kuhusiana na mashariki na maanisha nini. Naam, kwa sababu inaonekana ni upande mbili. Kuna Yerusalemu na kuna Maka. Ni sehemu mbili tofauti. 43:1-2 inasema hivi, utukufu wa Mungu aliyouweka hapo Yerusalemu ulitokea upande wa mashariki. Ni neno hilo. Usilikamatie liepesi. Hilo ni neno. Kwa msomi anagundua kitu hapo. Ni kwa sababu sisi kama Waafrika tunasoma Biblia kwa ushabiki. Lakini hatusomi Biblia kwa upanuzi wa elimu na fahamu. Hilo ni neno kaka. Unaposikia utukufu uliokuwa hapa umetokea upande wa mashariki, ina maana kuna sehemu mashariki ambako Mungu alikuwa anatia utukufu wake, kisha gisi alivyotia utukufu wake anauleta na hapa. Ndio maana wakati ule Mungu alisema watu wasielekee kwanza kule. Na huko mashariki alikuwa ametia utukufu wake, kulikuwa kuna nini special?
Kwa sababu kwa mfano kwa huko Yerusalemu tuliona kuna vitu tayari vilishatokea tangu nyuma yake, ndio tunakuja kuunganisha. Hata Mungu anaposema hekalu lake takatifu lijengwe, hapo tunaona kuna vitu tayari vilishatokea. Kwa kule Maka kulikuwa kuna nini jamani? Sikiliza ile 43 31 41 Qur'ani 96 396 njoo hapa. Qur'ani 396 396 mpaka 97. Sawa. 96 anasema kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Humo mna ishara zilizowazi za kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. Miongoni mwa hizo ni mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu, na anayeingia nchi hiyo anakuwa katika salama na Mwenyezi. Okay, sawa. Ndio. Vilivyotokea na Ibrahimu. Kwa hiyo ndio Mungu akapatie na utukufu wake. Sawa. Sasa ikiwa Mungu anasema kama utukufu ulitokea huko, ni kwa sababu Mungu alikuwa ameshatia utukufu mapema kabisa kabla ya Yerusalemu. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Nabii Muhammad elekeza uso wako hapo Maka, ni kwa sababu ndiko kulikokuwa sehemu takatifu ya kwanza. Alafu usisahau kitu kimoja. Lakini inapoonekana ile Qur'ani tukisoma ni mtume ndo alikuwa anapapenda hapo. Alipapenda kwa sababu si ni kwao. Yeye alikuwa hana ufunuo wa Mungu, lakini moyo wake alisikia anapenda atizamilie sehemu ya kwao kwa sababu ya mgogoro uliokuwa baina yake na Mayahudi. Na kwa nini sasa alikuwa anatazamia Yerusalemu? Kulikuwa kuna ufunuo aliopewa kwamba atazamia Yerusalemu? Hapana. Sikiliza 2:149 Qur'an. Anasema 144, kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni, basi tutakugeuza kwenye kibla ukipendacho. Bora hata hivi imebadilika kidogo tofauti na kwenye simu. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu, na popote mnapokuwa elekezeni nyuso zenu uliko msikiti huo, na hakika wale waliopewa kitabu wanajua kwamba hiyo ni haki tokayo kwa Mola wao, na kwa Mwenyezi Mungu si mwenye kugafirika na yale wanayoyatenda. Hii kidogo ipo tofauti na kwenye simu, ndio maana kwenye simu ilikuwa inanichanganya, kwa naona mtume ndiye alikuwa anapenda. Sawa. Okay. Urukia sasa 149. Na popote uendapo geuza uso wako kwenye msikiti mtakatifu wakati wa sara. Na hiyo ndiyo haki itokayo kwa Mola wako, na Mwenyezi Mungu si mwenye kugafirika na yale mnayoyatenda. Bas. Okay. Unasikia maneno hayo? Yeah. Hiyo Mungu kukwambia uelekee kule ndiyo haki anayoipenda Mungu. Okay. Kwa hiyo mtume kama alijihisi kupenda huko, ilikuwa ni uwezo na utukufu wa Mungu uliokuwa unatendeka kwa nafsi ya Bwana Mtume Muhammad. Akajihisi kupenda, kumbe ilikuwa ni haki ya Mungu inamfanya apende hivyo. Lakini muda ulikuwa bado. Ndio Mungu akamkamilishia, sasa imefika. Msigeukie tena kule Yerusalemu, geukieni Maka. Kwa nini ageukie Maka? Mungu akasema hiki kitendo cha kugeukia Maka, wakabla yako wote wanajua kama ni haki. Na tunakuja kupata hata vitabu vinasema kama nyumba ile ya Yerusalemu Mungu alitoa oda ijengwe kwa kuelekea huko mashariki, yani Arabuni. Okay. Kwa hiyo inakuwa ni yenye kurudi kule. Kwa hiyo mtume alipoambiwa na Mungu aelekee kule, hawezi kuitwa ni nabii mwongo. Mwenye anamuita hivyo ni kwa sababu elimu hana, hajasoma kabisa. Mwenye kusoma hawezi kumuita Muhammad ni mwongo eti kwa sababu amebadilisha kibla. Sasa turudi pale kwa Yesu. Sawa. 4:22. Nataka tuingie pale sasa kiundani. Tuache watu kudanganya watu juu ya Yesu kusema kwa roho sijui kadha wa kadha. Turudie pale Yohana. Sawa. Yohana 4. Ilikuwa Yohana 4 ngapi? Yohana 4:24. 24. 28. Samahani kwanza. Ungesoma kwanza hii. Sawa. Ar-Rahik al-Maktum. Ndio. Usome kwanza ukurasa wa 10. Sawa. Hapa. Ama watoto wa Kaidari bin Ismaili, wao hawakuhama pale Maka, waliishi hapo na kuzaliana mpaka akapatikana kutokana nao Adinani na mtoto wake Madi. Kutokana naye Waarabu wanaonasibika na Adinani walihifadhi koo zao. Basi. Adinani ndiye babu wa 22 katika mlolongo wa ukoo wa mtume. Sawa sawa, inatosha. Nimekupa hii ili tu uone kama pale Maka ndiko ambako Ismaili alienda akaikaa pale, akazaa pale, kizazi na kizazi kikatokea pale, wala hawakuhama. Walibaki pale. Kwa hiyo unaposikia kule mashariki ni katika kizazi cha Ismaili,
Kumbe Mungu anaposema kwamba wakielekea kule mashariki ni hapo hapo Maka kwa kizazi cha Ismail. Tunaachana na kule.